Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Wasanii ambao wanaongoza kuwa na followers wengi kwa East Africa nzima, hauwezi acha kumtaja mtu mzima Simba. Diamond ni miongoni mwa wasanii ambao tunafahamu vizuri, ana influence mbali na kuwa tuna followers wengi, ni msanii ambaye ana influence kubwa sana kwa Afrika. Yani kwa wasanii ambao wanafuatiliwa kweli kweli, yeye ni miongoni mwa wasanii wa kwanza kabisa ambaye this time wana trendi baada ya kuweza kuona amepoteza zaidi ya followers 50,000 ndani ya masaa 24, lakini pia ndani ya masaa 72 zaidi ya followers 100,000. Diamond Platnumz, msanii mkubwa wa Afrika, anapoteza mashabiki wake kwenye Instagram. Ni kimya kikubwa ambacho kimeweza kutanda, lakini maswali mengi yamekuwa kiza kuibuka. Wengi wanajiuliza, je, ni mfumo wa Instagram ambao unasafisha akaunti fake au ni mashabiki wameweza kuchoka? So leo hii hapa kwenye Tem TV tunavunja ukimya. Utaenda kufahamu kila kitu kama unapenda content za ukweli, lakini pia ni shabiki wa muziki wa ukweli na yote ambayo anaweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Make sure una subscribe sasa hivi hapa Tem TV, kwa sababu hii ni sauti ya kizazi ambacho kinajali. Go by the name Stefano Temo there from Tanzania 255. Back in business, back in story. This time tukio kubwa ambalo la trend ni kuhusiana na Diamond ambaye alikuwa na takriban followers milioni 18.8, yani milioni 18,800,000 followers, lakini ndani ya masaa 24 tuliweza kuona idadi ikawa inazidi kupungua, na mpaka masaa 72 idadi imeweza kushuka hadi kufikia followers milioni 18.7. Hakuna tamko rasmi kutoka kwake, lakini mashabiki wamebaki wakijiuliza maswali mengi sana. Nimeweza kuona kwenye posti mbalimbali ambazo wanaongelea ili swala la Diamond kuweza kuona followers wake wanashuka. Nimeweza kuona wengine wanajiuliza kwa nini yeye tu, mbona kuna wasanii wengine wengi sana ambao pia waliweza kushiriki kufanya kazi ambayo aliweza kuifanya ya campaign na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wengi wanajiuliza kwa nini Diamond na kwa nini this time imetokea hivi na hivi, lakini hakuna tamko lolote ambalo wameweza kulitoa. Mimi na swali hapa kwa watazamaji wote. Je, unadhani mashabiki wanapoteza imani na wasanii au ni Instagram wanaweza kusafisha account fake? Kwa sababu when you speak about Instagram cleanup, kuna algorithm ambayo inaondoa akaunti zisizokuwa na shughuli kabisa, yani ambazo zimekaa dormant kwa muda mrefu. Kama ni mtu ambaye unafuatilia masuala ya social media kidogo, utakuwa unaweza kufahamu kwamba kuna kuwaga na cleanup fulani. So je, unahisi mashabiki wamepoteza imani na wasanii au ni Instagram wanaweza kufuta account fake? By the way, tumeweza kuona comments zimekuwa ni nyingi sana. Mashabiki wengine wanasema wasanii wamepoteza connection ya kweli na mashabiki zao, lakini pia matukio kijamii. Baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba wasanii wameweza kukosea kujihusisha na masuala ya kijamii, kama video ya Diamond fulani ilikuwa na trend akiwa kwenye gari pamoja na Omidimpos, ilikuwa inaleta masuala tofauti tofauti na vitu kama hivyo. Lakini swali lingine hapa nauliza, je, ni muhimu kwa wasanii ama msanii kutoa kauli kuhusiana na masuala ya kijamii au kazi yake ni ya burudani tu peke yake? Bana, hadi sasa hivi hakuna ripoti rasmi kabisa ya msanii mwingine yoyote ambaye ameweza kupoteza followers wengi kwa kiwango kikubwa kama Diamond, lakini mashabiki wameweza kuanza kufuatilia akaunti za mastaa wengine kama za Jux, Zuchu, Harmonize, wakitamani kujua kama kuna dalili zote zile za mabadiliko. Na nadhani wasanii kubadilisha namna ambavyo wanawasiliana na mashabiki zao itakuwa ni vizuri, kwa sababu kuna umuhimu wa wao kutambua kwamba mashabiki wana nguvu kubwa kinoma noma. By the way, all in all, naweza kuona wanasemaga mtu wenye matunda ndo unapigwa mawe, au sio bana? Yani mtu wenye matunda unakuwa unapigwa mawe. Followers wanaweza kupotea, lakini ujumbe wa kweli hauwezi kufutwa. Kama wewe ni sehemu ya kizazi ambacho kinataka mziki wa maana kabisa, ama mziki ambao unaweza kutupeleka viral kama taifa letu, basi usiwe na shaka, Tem TV ndo nyumbani kwako kabisa. Wewe make sure tu kwamba una subscribe sasa hivi, lakini pia share video hii na wenzako tuweze kujenga mashabiki wenye fikra chanya. Tuachie pia comment yako hapo chini bila kwenye comment section, nini ambacho unakiona kuhusiana na taarifa hii ambayo nimekusogezea. Gonga like kwenye video. Till next time, bye bye, ciao, peace and love. Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.